Baba Askofu, unazungumziaje mwenendo wa siasa hapa nchini? Kwangu mimi inasikitisha ni kuona tunaenda ndivyo sivyo, na kwa sababu hiyo tunahitaji tu hekima. Nafikiri hicho ndicho kitu cha msingi kabisa. Na tunahitaji rehema tu ili kusudi Mungu aturehemu, atuhurumie, kwa sababu tulipofika na tunakoenda kama ndiko tunakoenda, basi hatuwezi tukafika salama na hatuwezi tukafika vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi ninasikitika. Mimi ni mtu wa miaka 60 na kitu sasa hivi. Kwa hiyo nimeona utawala wa Nyerere, nimeona utawala wa Mwinyi, nimeona utawala wa Mkapa, nimeona utawala wa Kikwete, nimeona utawala wa Magufuli, nimeona utawala huu. Nasikitika. Hatuendi vizuri, hatuendi vizuri. Ndio. Unaweza kufafanuaje hili swala kama kiongozi wa kanisa? Je, wanasiasa wanahitaji dini ili wafanye kazi zao, ama dini inahitaji wanasiasa ili zifanye kazi zao? Sasa hapo tukizungumza kuhusu dini, hapo ndipo pia vile vile tunatofautiana. Kwa sababu kwenye dini kuna dini zetu za asili. Kwenye dini kuna Ukristo, kwenye dini kuna Uislamu, kwenye dini kuna Hindu, kuna Buddha, kwenye dini kuna mambo mengi sana. Sasa inategemea ukizungumza kwa mlengo gani. Ukizungumza dini pia vile vile unazungumza hata kwa Waebrania, kwa sababu na wao walikuwa wana dini ya kwao. Na Waebrania kwa dini ya kwao ilikuwa inaenda pamoja na siasa. Kwa sababu taifa la Israeli, muundo wake jinsi ulivyo, lilikuwa lina mfalme ambaye ndiye aliyekuwa anashikilia mambo ya siasa, lakini alikuwa lazima ashikamane pia vile vile na mambo ya dini ya Kiyahudi. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kimoja ambacho huwezi ukakitenganisha, na kwa sababu hiyo ilikuwa ni lazima. Na miongozo ambayo pia vile vile Musa aliitoa katika Kumbukumbu la Torati ile sura ya 17 ni namna gani wanaweza wakamchagua mfalme miongoni mwao. Unaona waziwazi anaeleza tabia pamoja na sifa za yule kiongozi ambaye anaweza kachaguliwa. Sasa ukiangalia tangu wameanza mfalme wao wa kwanza Sauli, alafu wamekuja Daudi, alafu wamekuja Sulemani, na baadaye walipogawanyika, unaona vile ambavyo dini yao ya Kiyahudi ilivyokuwa inaenda sawa sawa na maandiko yao ya Agano la Kale, jinsi ambavyo ilivyokuwa nieleza. Kwa hiyo kwa upande wangu kujumlisha dini ni hatari. Sasa sijui ningejikita tu kwenye kanisa, na mimi ningejikita tu kwenye kanisa la AIC peke yake. Ndio. Ili kusudi niache hizo dini pamoja na mambo mengine, nisije nikaingilia mambo ya wengine ambayo wanajua msimamo wao na mimi ninajua msimamo wangu. Na mimi ninasemea msimamo wa Africa Inland Church Tanzania. Naam. Turudi kwenye Africa Inland Church Tanzania kama dhehebu. Kanisa lina nafasi ipi katika siasa? Sasa kabla sijajibu kwa hilo, ulikuwa umeuliza juu ya je, dini inahitaji siasa au namna gani? Sasa mimi niulize hivi, ya kwamba je, tukizungumza namna hiyo tunazungumza kuhusu je, kanisa linawahitaji wanasiasa au wanasiasa wanahitaji kanisa? Sasa tukiweka namna hiyo ndio tutakuwa tumeweka vizuri. Naam. Kanisa sisi tunaweza tukafanya mambo yetu bila wanasiasa. Sisi tunaweza tukafanya mambo yetu bila wanasiasa na tukaendelea vizuri tu kabisa, lakini wanasiasa wanatuhitaji sisi. Wanasiasa wanahitaji kanisa kwa sababu hawawezi wakafanya mambo yao bila sisi kanisa kuwepo. Na kwa sababu hiyo tungeweza kusema ya kwamba ni kweli tunahitajiana, lakini sisi kanisa tunaweza tukafanya mambo yetu bila wanasiasa. Na wanasiasa wanatuhitaji sisi ili kusudi waweze kuendelea kufanya mambo yao walio nayo. Mara
kadhaa tumekuwa tukiona harambee zikiandaliwa katika makanisa na wakiwatarajia viongozi wa serikali ama wanasiasa kuja kukamilisha mipango yao ama maendeleo yao. Hapa unaweza ukazungumzia vipi Baba Askofu kwamba wanasiasa wanahitaji kanisa? Na unaweza ukashuhudia ya kwamba sio mara nyingi wamekuja. Sio mara nyingi wamekuja au wameshiriki. Unaweza ukaona vile ambavyo mara nyingi huwa wanakwepa. Labda paka kuwe na sababu maalumu ndipo unapoweza kuwaona wanakuja. Kwa hiyo watakuja kama kutakuwa kuna jambo fulani ambalo litakuwa ni kwa maslahi yao, basi hapo ndipo unapoweza ukawaona wanaweza kuja. Sasa sisi tunapowahitaji, tunahitaji kwa sababu sisi kanisa tunaamini juu ya, tunaita kwa Kiingereza, sijapata kwa Kiswahili, lakini tunaamini juu ya holistic. Ya kwamba sisi tunaamini mwanadamu ameumbwa na Mungu katika maeneo mbalimbali. Mungu amempa mwanadamu mwili, ndio maana anahitaji hospitali. Mungu amemuumba mwanadamu akampa akili, ndio maana anahitaji shule. Mungu amempa mwanadamu uhusiano wa jamii, na hapa ndipo sasa anahitaji jamii, anahitaji siasa. Kwa sababu ana mahusiano pamoja na jamii. Mungu amempa mwanadamu hisia. Ndio maana anahitaji sherehe, anahitaji tafrija, ndio maana anahitaji faraja, kwa sababu kuna hisia kama hizo, anafurahi, anahuzunika, na kwa sababu hiyo anahitaji kufarijiwa katika maeneo mbalimbali. Mungu amemuumba mwanadamu akampa maeneo yanayohitaji uchumi. Ndio maana tunahitaji uchumi na kumtia moyo mwanadamu afanye kazi, azungumze, atafute riziki yake ya kila siku, alime, afanye shughuli zote ambazo anatakiwa kuzifanya. Ni kwa sababu huyo ni mwanadamu. Sasa huyu mwanadamu ambaye tunamzungumzia mambo haya yote amepewa roho pia vile vile. Na kwa sababu hiyo roho ndiyo tunayoihudumia ili kusudi iweze kumsaidia amjue Mungu, ajue mazingira yake alionayo na namna gani katika hayo mazingira anaweza kumhusisha Mungu ili kusudi aweze kumsaidia katika 1, 2, 3 za maisha yake ya kila siku.